ni kiki kama kiki zingine. Kwa waache ndio kufanya kitu, tafuta ustaa na sisi tunakuja. Kwa nita kuniambia bwana, kina Banjera wame count gharama za kioo bwana. Gharama ya kioo ni kiasi fulani, tunaimudu hii, acha tuipasue tu ili Bro, maisha mengine yasogee. kwenye gari hakuna kitu chenye gharama kama taa. Of course watu walihoji sana, kwa nini Haina hakupasua taa? gharama. Kwa nini hakupasua taa, amepasua tu kioo? Kwa nini hakupasua taa? Napita kwenye comment za mablaza, kwenye post za comment za mabro na naangalia kama Mr. Mwanya naona. Yaani kwa kifupi tu kioo kina bei cheap sana. Na bei cheap ya. Hebu tuchukue tu mfano. Kama kioo cha Scania, ile Scania, magari ya Scania kinauzwa $700,000. Crown itauzwa shilingi ngapi? Kwenye kuanzia $300,000 kushuka chini. That's true. Used unapata mpaka $100,000 mpaka $50,000 kwa mtu. Kwa mimi naona ni kiki tu na sio kama naona. Fuatilia, kuna clip. Kuna clip Mr. Mwenya alionekana kwenye picha, kwenye kioo. Kipindi Baba Njera anavunja kioo cha gari. Okay. Kwa ni kitu ambacho yani sisi ma comedian tunaishi maisha kufake na kutafuta ustaa. Mimi naiweka wazi. Kwa kama mablaza watanichukia watajua wao, lakini mimi naweka kitu wazi ili kufika mbali. Yes. Brand, tuzungumzie sasa issue ya uwekezaji, au sio? Wanasema hatua moja huwa inasababisha hatua ya pili ikasogea, si ndio? Unatengeneza movement. Umeona namna ambavyo kina Asma amefungua duka lake, kina Kipotoshe amefungua moja ya genge kubwa na maarufu kweli sasa hivi kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Vipi Brandwatch, mipango yake ikoje kwa ajili ya kuwekeza sehemu, au plani yake ni ipi ambayo anataka kwa ajili ya kujitengenezea kipato chake cha kila siku? Okay, hii naomba niweke wazi. Naichukua kama vile Konta alivyokuwa Mbeya akaojiwa kwenye social media, kama mimi hapa mlivonifuata mtani kwangu na Popoa. Yes. Kuja kufanya interview. Iko hivi. Mimi cha kwanza sio kama nategemea comedy. Sema nafanya comedy kwa sababu ni kipaji. Yes. Na kazi yangu hapa nilipo nimewekeza, nauza nguo na duka la nguo. Yes. Na duka la nguo. Yes, nauza nguo. Matching hapa ile Dodoma. Okay. Yes, na pia na platform yangu. Inapokuwa ni platform ndogo ya Mwanza Comedy Party. Iko Rock City. Kwao nimewekeza na bado naendelea kuwekeza. Kwao ni cha muhimu ni uhai na kuforce. Kwao ni kila hatua dua. Kwao kama kuna mtu anataka kuvaa, ukitaka kuvaa njoo pale Matching Complex. Blandi wa kushine. Blandi makodi. Kuna changamoto nyingi ambazo ukiwa huko chini unazipitia, umeelewa vizuri, kabla ya kuinuka. Hapa ulipofika bado ni hatua kubwa mno, ingawaje bado kuna hatua nyingine unastahili kupiga. Kuna kitu gani ambacho unakumbuka kilishawahi kukudisappoint wakati uko chini na ukawaza kabisa kwamba yani ikataka kukatisha kabisa tamaa? Ni kitu gani? Hii naweza sema kwamba ni nasikia mmeshawahi kulala ukumbini. Nishawahi kulala ukumbini. Nakumbuka hii inaniuma sana, naomba niweke wazi. Lakini kama kuna mtu kama simtaji, lakini kama hata siwezi kumtaja, lakini kama kwa sababu ni mtu mwenye na platform kubwa kuzidi ya kwangu Mwanza. Nakumbuka ilikuwa ni show pale kwa Tunza Beach Arena pale. Rock City pale. Tuko pale Tunza Beach pale kwenye show. Ngoja nitaje tu platform. Kwa kama watu wanajua platform watamjua mwenye platform. Ilikuwa ni show ya Mara. Ya Mara stand up comedy. Fika pale kwenye show, tumemaliza show fresh. Lakini swala malipo ikawa zesheni. Kwa tumia nauli yako. Mimi nilikuwa na kibaskeli. Kwanza hakuna kitu ambacho kinaniuma kwamba nishe kutoka National mpaka kwa Tunza Beach kwa baskeli. Yes. Nimetoka National saa 11, nimefika Tunza Beach saa 1. Nimeua show. Kama saa 7 usiku natoka Tunza. Nafika kwangu saa 8. Nafika kwangu saa 9 siku na baskeli. Hiyo distance ya bro, kama pikipiki inatumia risali moja, mimi natumia masaa mangapi? Kwa hapo nilikuwa nauza kifo kwa sababu na kitu nafuata kitu ninachokipenda. Na kitu ambacho nakifanya. Natoka Tunza Beach na baskeli. Saa 7 usiku nafika kwangu saa 9. Hapo sina hela, sina hata mimi. Kwa sababu naamini kwamba ipo day one day is.
Okay. Hiyo ni moja kati ya changamoto. Alafu kingine mimi nasemwa sana bro. Kuna watu wanisema kwamba wanangu eti mtu akuja kufuata kuuliza kwa brand na wewe kabisa unakaa kabisa unawekea kabisa unasema kwamba utakuja kutoboa. Yaani anakukashfu. Unakalisha tamaa kabisa. Na mimi namuuliza kwamba namwambia tu kwamba kiwalisia duniani hapa kila binadamu ana ndoto za kuja kutoboa. Sahi. Okay. Safi. Swala la kizushi. Brand una ex? Sawa, yani kiwalisia ex wangu ndo anifanya napambana. Oh yeah. Yani popote alipo niseme tu kwamba Sabrina, wish maisha marefu mama yangu, unanifanya na focus mpaka leo. Yaani natafuta ila kwa uchungu ili nikuonyeshe kwamba sinuki shida, sinuki matatizo. Kwa sababu huwezi kuwa na mahusiano bila pesa. Kwa hiyo mpaka hapo ndugu yetu bwana, kabla tujaenda kwenye swali, maana swali lilikuwa ni kwamba unamkumbuka ex wako kwa lipi? Kwa mazuri au kwa mabaya? Kwangu mimi niseme tu ex wangu, ngoja nimtaje tu jina. Sabrina, tumeshamjua. Ex wangu Sabrina ama Marieta, mimi nisiwe tu muongo. Mimi nikiwalisia namkumbuka kwa mazuri. Sababu sisi namkumbuka kwa mabaya. Kwa sababu gani? Sisi ni binadamu. Alafu nikisema nimkumbuki kwa mabaya, tako sina na maana. Hapa namkumbuka kwa mazuri kwa sababu yeye ndo alifanya nafasi ya pambana. Safi sana. Japokuwa nimepita majaribu. Bro, ushawahi kumuunga mtoto wa kike kitu afu kumuta hicho kitu chompa, ukamuta anatumia mwanaume mwenzio. Sijafika level hiyo bado. Hujafika? Bado sijafika. Utaisikia inapiga hapa kwenye kichwa, akili inakuwa nafanya hivi. Kwa Sabrina uishi maisha marefu ya ex. Kwa hiyo Sabrina, popote ulipo bwana. Huyu bwana siku akitoka showroom tu, akichukua kama ni Crown au Max nini, akichukua kuingia barabarani, inabidi wewe wa kwanza kupewa lift kwa sababu wewe ndio ulisababisha yeye kuwepo hapo. Ladies and gentlemen, inaitwa Kipungu Media. Tulikuwa na mahojiano na ndugu yetu Brandwatch, mmoja comedians ambaye, narudia tena, ni mmoja comedians ambaye anatakiwa kuangaliwa sana kwa sababu anakuja vizuri. Unampata Instagram kama Brandwatch, lakini sisi pia unatupata Instagram kama Kipungu Media, as well as unatupata kupitia YouTube. In case bado hujatufollow, basi tufollow Instagram, lakini pia tufuate YouTube pale. Usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na comment, inatuongezea nguvu zaidi. Naitwa Emerson TZ, yani EMERSON_TZ on Instagram, aka Daddy Twins. We out.